بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Naam, kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala tunaendelea na somo letu la masala ya ndoa, na leo tupo ukurasa nambari 5 wa kitabu chetu. Tunaingia sasa katika kuzisoma zile arkanu nikahi moja baada ya nyingine, na Sheikh rahimahullahu ta'ala katika zile nguzo za ndoa yeye ameanza kutufahamisha na nguzo ya alwaliyu. Wali ni nguzo miongoni mwa nguzo 5 za ndoa. Tamam? Sasa Sheikh ameanza na wali. Anasema Sheikh, alwaliyu fi nikahi wa haqqul awliya'i bitazwij. Wali fi nikahi, katika ndoa, wa haqqul awliya'i, na anastahiki zaidi katika mawali, bitazwiji, kuozesha. Akaanza kusema Sheikh, aula alawliya'i, wali aliyekuwa bora zaidi, wa ahaqquhum bitazwiji, na anayestahiki zaidi kuozesha, al-abu, ni baba. Na baba ni kwa mujibu wa madhhab ya al-Imam ash-Shafi'i, lakini katika madhehebu mengine mtoto anaozesha, lakini kwenye madhehebu yetu sisi mtoto aozeshi, isipokuwa katika hali ngapi? Hali 3. Hali ya kwanza, idha kana ibn ammiha, idha kana ibn ammiha wantaqalat alwilayatu ilayhi, atakapokuwa mtoto ni ibni ammiha, ni mtoto wa ammi wa mwanamke, wantaqalat alwilayatu ilayhi, na uwali ukahamia kwake yeye. Katika hali hii mtoto anaozesha. Hali gani? Mtoto wa mwanamke atakapokuwa ni ibni ammiha. Katika sura gani? Katika sura ya kwamba mwanamke aliozeshwa na mtoto wa ammi yake. Mtoto wa ammi kwa maana mtoto wa baba mkubwa na mdogo. Kisheria inafaa hivyo, inafaa baba mkubwa na mdogo watoto wao wakaoana, kama ilivyokuwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alimuozesha Sayyidina Ali mwanaye ambaye ni Fatima. Kwa hiyo binti atakapokuwa ameolewa na mtoto wa ammi yake, yule mwanaye inajuzu kumuozesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu mwanaye ni ibni ammiha, ni mtoto wa ammi yake. Na hapa nasaba inakuwa ni moja. Kwa sababu gani? Kwa sababu huyu binti baba yake amezaliwa na baba wa ammi yake, kwa maana baba yake binti na ammi ni ndugu. Hawa ni mtu na kaka yake, sawa? Na yule mume wa binti ambaye ni mtoto wa ammi yake binti ni ndugu wa huyu binti, na sababu yao ni hii moja. Sasa yule mtoto wao pia mtoto wa huyu binti na mtoto wa ammi ambaye kamuoa huyu binti, nasabu yao pia ni moja. Kwa hiyo mtoto huyu nasabu yake ni sawasawa na nasabu ya mama yake, kwa sababu wote binti na mwanae, sawa, nasabu yao inarudi kwa babu wa baba zao. Tamam? Hakadha. Kwa katika hali kama hii, huyu mtoto wa mwanamke
atafaa kumuozesha mama yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto huyu ni ibni ammiha, ni mtoto wa ammi wa mwanamke, sawa, na nasabu zao ni moja. Tamam, hakadha. Kwa hiyo katika hali kama hii mtoto huyu atafaa kumuozesha mama yake, sawa. Kwa sababu gani? Kwa sababu nasabu yao ni moja, pamoja na kuwa ni mwanae, lakini walioana hawa baba mkubwa na mdogo, sawa. Binti aliolewa na mtoto wa baba yake mkubwa au baba yake mdogo. Sasa yule mtoto wao ni nasabu moja na hawa, kwa hiyo anafaa kumuozesha mama yake, tofauti na yule mtoto ambaye si ibni ammi. Yule mtoto ambaye si ibni ammiha hafai kumuozesha mama yake. Kwa sababu gani? Nasabu zao ni tofauti. Ni mtoto yupi huyo? Ni mtoto ambaye huyu binti aliolewa na familia nyingine. Hiyo familia nasabu yake ni tofauti na nasabu ya huyo binti. Kwa hiyo yule mtoto atakayezaliwa pale, nasabu yake inarudi kwenye ile familia nyingine, nasabu yake hairudi kwa huyu binti, sawa. Sasa huyu mtoto huyu afai kumuozesha huyu mama yake. Kwa sababu gani? Nasabu zao tofauti, kinyume na yule ibni ammiha, mtoto wa ammi yake, kule nasabu zao ni moja. Kwa sababu gani? Baba mkubwa ni ndugu wa baba yake binti, kisha mtoto wa baba mkubwa ndiye kamuoa binti, kisha baada hapo hawa watoto wawili wakaja kuzaa mtoto, nasabu ni moja hiyo. Kwa hiyo mtoto huyu hapa ambaye ni ibni ammiha, mtoto wa ammi wa binti, atafaa kumuozesha mama yake, na yule mtoto ambaye ni wa familia nyingine, nasabu nyingine, hafai kumuozesha mama yake. Tamam, hakadha. Hii sura ya kwanza. Sura ya pili, idha kana mu'tiqan wantaqalat alwilayatu ilayhi, atakapokuwa mtoto ni mwenye kumwacha uhuru mama yake, wantaqalat alwilayatu ilayhi, na uwalii ule ukahamia kwake yeye. Kwa maana sharti ule uwalii uhamie kwake, kwa maana utoke kwa mtu ambaye ilibidi yeye ndo aozeshe, lakini kwa kuwa ana sifa fulani uwalii ukahamia kwa mtoto. Kwa hiyo idha kana mu'tiqan wantaqalat alwilayatu ilayhi, atakapokuwa mtoto ni mwenye kumwacha uhuru mama yake, sawa, wantaqalat alwilayatu ilayhi, na uwalii ukahamia kwake yeye. Kisheria mtoto haijuzu kwake yeye kummiliki mama yake kama mtumwa, sawa, haijuzu hilo, sawa, halijuzu mtoto kummiliki mama yake au baba yake akawa ni kama mtumwa wake. Sheria haijuzishi hilo. Sasa ni vipi mtoto atakuwa ni mu'tiqan? Mtoto atakuwa ni mu'tiqan atakapoenda kumnunua baba yake ambaye ni mtumwa au mama yake ambaye ni mtumwa kwa mtu mwingine aliyemfanya kuwa ni mtumwa, sawa. Kwa hiyo inapotokea mama alikamatwa na kumilikiwa kama mtumwa, mtoto akaenda kumnunua mama yake, anamnunua kwa sura kama anamnunua mtumwa, sawa, lakini kitendo cha yule mtoto kumnunua yule mama yake kama anamnunua mtumwa, basi moja kwa moja baada ya kumnunua tu mama yake anakuwa huru, hawi mtumwa wake, tamam. Akimnunua tu hapo hapo yule mama anakuwa yuko huru, hawi mtumwa wake. Sasa kile kitendo cha kumnunua na akawa huru, huyo mtoto ndo anazingatiwa kuwa ni mu'tiqan, sawa. Huyo mtoto anazingatiwa kuwa ni mu'tiqan, lakini hakuwahi kummiliki mama yake kama mtumwa, lakini amemnunua kwa sura ya kwamba anamnunua mtumwa. Lakini kitendo cha mtoto kumnunua mama yake ambaye ni mtumwa, basi anapomnunua tu
yule mama hawi mtumwa tena kwa mwanae, bali anakuwa ni aliyeachwa huru. Sawa, anakuwa ni mwanamke aliyeachwa huru. Sawa. Kinyume na yule mtoto atakapoenda kununua mtumwa mwingine. Sawa, yule mtoto akaenda kununua mtumwa mwingine, yule mtumwa anapomnunua anakuwa ni mtumwa wake bado. Sawa sawa, anakuwa ni mtumwa wake, na yule mtumwa anakuwa tu ule umiliki umehama kutoka kwa yule bwana wake wa kwanza, unahamia kwa huyo mtoto. Lakini mtoto kwenda kumnunua mama yake kama mtumwa, kitendo cha kumnunua tu pale pale yule mama anakuwa huru. Kwa sababu gani? Katika sheria haijuzu mtoto kummiliki mama yake au baba yake kama mtumwa. Kwa katika sura kama hii, mtoto huyu atazingatiwa kuwa ni mu'tiq, atazingatiwa kuwa ni mwenye kumwacha huru mama yake, pamoja na kuwa hakuwahi kummiliki, lakini kitendo cha kumnunua, sawa, yule mama anakuwa yuko huru na huyo mtoto anazingatiwa kuwa ni mu'tiq. Tamam. Sasa hapa itakapotokea wale wenye sifa za kuwa ni mawalii wakakosekana wote, akabakia huyu mtoto, basi mtoto huyu atakuwa ni walii wa mama yake. Kwa sababu gani? mu'tiqan. Sawa. Kwa hiyo ni hali gani? Hali ya pili, idha kana mu'tiqan wantaqalatil wilayatu ilayhi, atakapokuwa mtoto ni mwenye kumwacha huru mama yake na uwalii ukahamia wapi? Kwake yeye. Kwa maana sharti uhamie, kwa maana wakosekane wale wenye sifa za uwalii, uhamie kwake yeye. Tamam. Haka sharti la tatu, idha kana qadhiyan wantaqalatil wilayatu ilayhi. Idha kana qadhiyan, atakapokuwa mtoto ni qadhi, wantaqalatil wilayatu ilayhi, na uwalii ukahamia kwake yeye. Tamam. Kwa maana wale wenye sifa za uwalii wa mwanzo wale walikosekana wote, ikabidi sasa uwalii uhamie kwa kadhi. Sasa huyo kadhi huyo ambaye uwalii umehamia kwake yeye ndi mtoto wa huyo mama anayeolewa. Kwa hiyo hapo pia nini, haina shida yoyote, mtoto huyo atakuwa ni walii wa mama yake. Kwa hiyo katika sura hizi tatu, sura ya kwanza inabidi mtoto ni awe ibni ammiha, mtoto wa ammi wa yule mwanamke. Kwa maana mwanamke anapoolewa na mtoto wa ammi yake, wakazaa mtoto, kwa kuwa yule mtoto nasabu yake ni sawasawa na nasabu ya mama yake na ni sawasawa na nasabu ya baba yake, basi yule mtoto anafaa kuwa ni walii pale watakapokosekana wale mawalii wa mwanzo. Tamam. Kwa hiyo hali ya kwanza ni lazima mtoto ni ibni ammiha, sawa, na lazima nasabu ya mtoto na mama yake iwe ni moja. Tamam. Lakini katika haya masharti mengine mawili, masharti gani? Idha kana mu'tikan wantaqalat alwilayatu ilayhi, wa idha kana qadhiyan wantaqalat alwilayatu ilayhi. Katika hali hizi hapachungwi kwamba lazima mtoto nini nasabu yake iwe na sawasawa na sababu ya kwamba yani hapachungwi kuwa lazima nasabu ya mtoto iwe sawasawa na nasabu ya mama. Hapachungwi sawasawa, hata kama ikiwa mtoto nasabu yake ni nyingine, kwa maana ni mtoto wa familia nyingine, basi atamwozesha nani? Mama yake. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo katika madhehebu yetu sisi ya Imam Shafi'i, kiasili sawa, mtoto anamrithi mama yake, lakini hafai kuwa ni walii wa mama yake, isipokuwa katika hali hizi tatu ambazo tumezieleza hapa. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo Sheikh anasema aula al-awliyai wa ahaqquhum bitazwiji al-abu, mbora katika mawalii, wa ahaqquhum, na anayestahiki zaidi, bitazwiji, kumuozesha bibi harusi, al-abu, ni baba. Sawa, kwa maana mtoto waingii. Lakini kwenye madhhab mengine wanamuingiza mtoto moja kwa moja, kwa maana baada ya baba anakuja mtoto, na hata madhhab mengine wakafikia mbali kwamba anatangulizwa mtoto kisha ndo anakuja baba. Tamam. Lakini katika madhhabu yetu sisi mtoto haruhusiwi kumuozesha mama yake isipokuwa katika zile hali tatu ambazo tumezitaja. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo al-abu ni baba, thumma al-jaddu, kisha babu ambaye abul abi,
babu ambaye ni baba wa baba, babu mzaa baba. Kwa Kiswahili nasema hivyo Kiswahili nasema babu mzaa baba, kwa maana babu mzaa mama si wali. Tamam, babu mzaa mama si wali. Wa in ala, na kwenda juu. Wa in ala, na kwenda juu, kwa maana baba wa babu anaingia katika wali, sawa sawa, ambaye Kiswahili anaitwa nani? Kiswahili baba yake babu anaitwa baba mkubwa, si ndio? Kwenye Kiswahili baba yake babu anaitwa baba mkubwa, sawa. Kwa hiyo mwenye kustahiki katika uwali ni baba wa kwanza, kisha babu ambaye ni baba yake baba, kwa maana babu mzaa baba. Kwa hiyo anayestahiki katika kuozesha na aliyekuwa bora zaidi katika mawali kuozesha wa kwanza ni baba, kisha babu ambaye ni baba yake baba, kwa maana babu mzaa baba. Wa in ala, na kwenda juu, kwa maana baba mkubwa ambaye ni baba yake babu. Tamam, lakini pia na baba wa baba mkubwa, kwa maana baba wa baba yake nani? Babu. Tamam, hakadha. Thumma al-akhu shaqiqu, kisha kaka wa tumbo moja, kwa maana kaka aliyezaliwa tumbo moja na bibi harusi, sawa, anatangulizwa huyo. Thumma al-akhu li abi, kisha kaka upande wa baba, kisha kaka upande wa baba, kwa maana kaka ambaye amechangia baba na bibi harusi. Tamam. Thumma ibnul akhi shaqiqi, kisha mtoto wa kaka wa tumbo moja na bibi harusi, kwa maana mtoto wa kaka ambaye amezaliwa tumbo moja na bibi harusi, mtoto huyo pia anaruhusiwa kuwa ni wali na anaruhusiwa kumuozesha nani? Kumuozesha mama yake mdogo. Sasa mama yake mdogo, kwa sababu gani? Kwa sababu nasabu zao ni moja. Tamam, hakadha. Thumma ibnul akhi li abi, kisha mtoto wa kaka wa tumbo moja. Wa insafala, na kwenda chini. Wa insafala, na kwenda chini, kwa maana ibnul akhi, mtoto wa kaka ashaqiqi anaozesha, lakini pia ibnul akhi li abi, mtoto wa kaka upande wa baba pia nini? Anaozesha. Tamam, hakadha. Thumma al-ammu shaqiqu, kisha ammi aliyezaliwa tumbo moja na nani? Na baba, kwa maana ammi maana yake baba mkubwa na mdogo. Tamam, kwa baba mkubwa au baba mdogo aliyezaliwa tumbo moja na baba wa bibi harusi. Tamam, hakadha. Thumma al-ammu li abi, kisha ammi aliyezaliwa, yani ammi wa upande wa baba. Tamam, tunatumia lugha hiyo Kiswahili, ammi wa upande wa baba, kwa maana ammi aliyechangia baba, sawa, na baba wa bibi harusi, sawa sawa. Kwa hiyo thumma al-ammu li abi, kisha ammi ambaye amechangia baba na baba wa bibi harusi, kwa maana ammi wa upande wa baba. Mafumu jamani hapo? Ashaqiqu maana ni ule ndugu wa baba na mama, kwa maana ndugu ambaye yule ambaye ni ndugu yake wamechangia baba na mama. Kisha liabi, kwa maana ni yule ndugu ambaye wa upande wa baba, maana wamechangia baba tu lakini mama ni tofauti. Tamam, hakadha. Thumma al-ammu liabi, kisha ammi wa upande wa baba. Thumma ibnul ammi shaqiq, kisha mtoto wa ammi ambaye amezaliwa tumbo moja na baba wa bibi harusi. Thumma ibnul ammi li abi, kisha mtoto wa ammi wa upande wa baba. Wa insafala, na kwenda chini, kwa maana ibnil ammi shaqiqi anaozesha na ibnil ammi li abi anaozesha. Tamam, hakadha. Thumma ammu li abi, thumma ammu li abi, kisha ammi wa upande wa baba. Thumma ibnuhu wa insafala, kisha
mtoto wa ammi wa upande wa baba anakwenda chini. Tamam, hakadha. Thumma ammul jaddi, sawa sawa. Thumma ammu aljaddi, huyo ammul abi, ammul abi ni tofauti na al-ammu wa juu. Ammul abi kwa maana gani? Ammul abi maana yake ni baba mkubwa wa baba, baba mkubwa au baba mdogo wa baba, ndo ammul abi. Ammul abi, ammul abi ni tofauti na yule al-ammu li abi aliyetangulia juu. Kuna al-ammu li abi, al-ammu li abi kwa maana ni baba mkubwa au baba mdogo ambaye wamezaliwa pamoja na baba. Kisha kuna ammul abi, ammul abi maana yake ni baba mkubwa au baba mdogo aliyezaliwa tumbo moja na baba yake baba. Kwa maana gani? Ammul abi ni babu wa bibi harusi, babu ambaye baba yake na bibi harusi anamuita kuwa ni baba mkubwa au baba mdogo. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ammul abi ni baba mkubwa au baba mdogo wa baba ambaye bibi harusi atamuita kuwa ni babu. Tamam, hakadha. Kwa hiyo thumma ammul abi, kisha ammi yake baba, sio ammi wa bibi harusi tena, ammi yake baba, ammi yake baba ambaye bibi harusi anamuita kuwa ni babu. Kwa maana ammi yake baba ni ndugu wa babu, ndugu wa babu waliozaliwa tumbo moja. Tamam, hakadha. Kwa thumma ammul abi, kisha ammi yake baba, thumma ibnuhu, kisha mtoto wa ammi yake baba. Mtoto wa ammi yake baba bibi harusi anamuitaje? Anamuita baba mkubwa au baba mdogo, kwa maana mtoto wa babu yake bibi harusi. Sawa, mafumu hapo Kwa thumma ibnuhu, kisha mtoto wa ammi yake baba, kwa maana mtoto ambaye baba wa bibi harusi anamuita kuwa ni kaka au mdogo wake. Mafumu hapo. Na bibi harusi mtoto huyu anamuita kuwa ni baba mkubwa au baba mdogo. Mafumu hapo. Hakadha. Kwa thumma ibnuhu, kisha mtoto wa ammi yake baba, wa insafala na kuja chini, wa insafala na kuja chini, kwa maana ibnu ammi al-abi anaozesha pia. Tamam, hakadha. Thumma ammul jaddi, kisha ammi yake babu, ammi yake babu, ammi yake babu kwa maana baba mkubwa wa bibi harusi. Baba mkuu nani? Baba mkuu. Vitu fahamu vitu hivi jamani. Kwa thumma ammul jaddi, kisha baba mkuu wa binti. Baba mkuu ni upi? Yule tulimsema nyumba kule. Yupi? Baba yake babu anaitwa baba mkuu au baba mkubwa. Tamam. Sasa yule pia ni wali na anaozesha, ndiye aliyekusudiwa hapa. Kwa hiyo thumma ammul jaddi, kisha baba mkuu wa babu, kwa maana baba yake babu baba yake babu ambaye ni upi? Si wa kumzaa, bali ni baba mkubwa au baba mdogo wa babu. Tamam, hakadha. Yeye naye pia anaozesha. Mafumu hapo. Hakadha. Kwa thumma ammul jaddi, kisha baba mkuu, kwa maana baba mkubwa au baba mdogo wa babu. Thumma ibnuhu wa insafala, kisha mtoto wa ammi yake babu. Thumma ibnuhu, kisha mtoto nani? Mtoto wa ammi yake babu, kwa maana mtoto wa baba mkuu, ambaye mtoto huyo atakuwa nini? Atakuwa yuko level moja na babu wa bibi harusi. Tamam, atakuwa yuko level moja na babu wa bibi harusi. Wa insafala na kwenda chini. Thumma ammu abil jaddi, kisha ammi wa baba yake babu, kwa maana baba wa baba mkuu Tamam, baba wa baba mkuu, kwa maana baba aliyemzaa baba yake babu. Mafumu hapo. Lakini sasa huyu, lakini baba huyu sasa si baba kumzaa, ni ammi, si ndio? Ni ammi.
Mafhumu hapo ni ammi, sio baba kumzaa moja kwa moja, lakini ni ammi, kwa maana baba mkubwa au mdogo wa baba yake babu pia naye anaozesha. Mafhumu hapo? Ndio thumma ammu abil jaddi, thumma ammu abil jaddi, kisha baba mkubwa au mdogo wa baba yake babu, kwa maana baba mkuu anaozesha naye kama atawepo, lakini ni nadhara sana kuwepo watu kama hao katika maisha yetu ya sasa, hasa katika ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mara nyingi huwa tunabahatika kumpata babu katika masala ya ndoa, sawa. Ikienda sana basi anapatikana baba mkuu, baba yake babu, lakini kupatikana baba yake babu ni ngumu sana. Tamam, hakadha. Kwa thumma ammi abil jaddi, kisha baba mkubwa au baba mdogo wa baba yake babu, thumma ibnuhu, kisha mtoto wa baba wa baba yake babu. Tamam. Wa hakadha, na hivyo hivyo, ala hadha tartibi, kwa mpangilio huu, fi sairi al-asabat, katika wale wengine wenye kurithi kwa mafungu kwa kukusanya. Tamam. Wa hakadha, na hivyo hivyo, ala hadha tartib, kwa utaratibu huu, fi sairi al-asabat, kwa wale wote wenye kurithi kwa kukusanya. Al-asabati ni wale wanaorithi kwa kukusanya katika mirathi, kwa maana ni watu ambao hawajawekewa fungu maalumu la kurithi, sawa, bali wao wanarithi kwa kukusanya, kwa maana wanarithi baada ya wale wenye mafungu kurithi, kinachobakia ni chao. Tamam. Na muda mwingine huwa wanapata kingi, muda mwingine wanapata kidogo, muda mwingine wanakosa kabisa, sawa. Lakini wengine wana hali zote mbili, wanarithi kwa mafungu na wanarithi kwa kukusanya. Sasa mfano wake baba wa marehemu, yeye ana hali mbili. Tamam, anarithi kwa fungu na anarithi pia kwa nini? Kwa kukusanya. Tamam, hakadha. Kwa hiyo wa hakadha, na ndivyo hivyo, ala hadha tartibi, kwa mpangilio huu au juu ya mpangilio huu, fi sairi al-asabati, kwa wale wote wenye kurithi kwa kukusanya. Alhasil ni kwamba wenye kuozesha ni wale ambao nini, wanaingia kwenye mirathi, isipokuwa mtoto tu, isipokuwa mtoto tu ndio nini, hamuozeshi mama yake, isipokuwa katika zile hali tatu ambazo tumezitaja hapo nyuma. Tamam, hakadha. Anasema Sheikh, wa yuqaddamu ash-shaqiqu minhum ala man kana li abi, wa yuqaddamu ash-shaqiqu, na atatangulizwa yule wa tumbo moja, minhum, katika hao wenye kuozesha, kwa maana yule ambaye wamechangia baba na mama, sawa, atatangulizwa ala man kana li abi, kuliko yule aliyekuwa ni wa upande wa baba, kwa maana kuliko yule aliyekuwa nini, wamechangia baba tu, sawa. Hakadha, na wametajwa pale juu. Kwa hiyo utaangalia ni upi mfano wake. Al-akhu shaqiq, baada yake thumma al-akhu li abi. Kwa hiyo inapotokea kuna al-akhu shaqiq, kaka ambaye wamezaliwa tumbo moja na bibi harusi, kisha kuna al-akhu li abi, kuna kaka ambaye wamechangia baba tu na bibi harusi, basi huyu al-akhu shaqiq atatangulizwa katika kuozesha kuliko nani? Al-akhu li abi. Tamam, hakadha. Akasema fa idha lam yujad ahadun min asabati nasabi, ikiwa hakupatikana yoyote katika hawa maasaba wa nasaba, kwa maana katika hawa wenye kurithi kwa kukusanya kwenye nasaba ya nani? Ya bibi harusi, falmutiqu, basi atakayeozesha ni ule mwenye kuacha huru, au anaitwa bwana muacha huru, sawa. Kwa hiyo fa idha lam yujad ahadun min asabati nasabi, ikiwa hakupatikana yoyote katika wale wenye kurithi kwa kukusanya kwenye nasabu ya nani? Ya bibi harusi, falmu'tiqu, basi atakayeozesha ni bwana mwenye kuacha huru. Fa'asabatuhu, ifale kuja kwa maana thumma, fa'asabatuhu, kisha wale wanaomrithi kwa kukusanya huyu bwana muacha huru. Tamam. Kwa maana ikiwa wamekosekana asabatu nasab, wale wanaomrithi, yani wale wanaorithi kwa kukusanya kwenye nasabu ya binti, basi
atakayemwozesha binti ni bwana muacha huru. Sawa? Akikosekana bwana muacha huru, sawa, akikosekana bwana muacha huru, basi watamwozesha nani? Asabatu, wale wanaomrithi kwa kukusanya huyu bwana mwenye kuacha huru. Kwa maana watamrithi, sio kumrithi, watamwozesha wale wanaomrithi kwa kukusanya bwana muacha huru. Si tumeona vizuri hapo? Yaani binti ikiwa hajapatikana katika nasabu yake yule mwenye kurithi kwa kukusanya, hata mmoja hayupo, basi yule bwana muacha huru ndiye atakayemwozesha nani? Binti. Ikiwa huyu bwana muacha huru pia hayupo, kwa maana pengine amefariki, basi watakaomwozesha binti ni wale wanaomrithi huyu bwana muacha huru. Kwa nini? Kwa kukusanya. Tamam, hakadha. Lakini pia tuangalie kitu kimoja, atakayemwozesha, yani huyu bwana muacha huru atamwozesha huyu binti katika hali gani? Katika hali yoyote? Hapana. Atamwozesha huyu binti ikiwa huyu bwana muacha huru alikuwa amemmiliki huyu binti kama mtumwa wake, kisha akaja akamwacha. Sawa? Huyu bwana muacha huru, sawa, atamwozesha huyu binti katika hali gani? Katika hali ya kwamba huyu bwana muacha huru alikuwa amemmiliki huyu binti kama mtumwa wake, baadaye akaja akamwacha huru. Sawa? Sasa kule kumwacha huru, huyu bwana muacha huru anakuwa ana haki kwa yule binti ya kule kumwacha nini? Kumwacha kwake huru. Kwa hiyo yule binti, sawa, ikiwa katika ukoo wake wale wanaorithi kwa kukusanya wote hawapo, pengine wamefariki wote, basi uwali utahamia kwa nani? Kwa huyu bwana muacha huru, kwa maana bwana aliyemwacha huru kipindi yuko mtumwa. Tamamu hapo Kwa maana huyu bwana muacha huru si wali wa binti yoyote yule, hapana. Kwa maana eti binti yoyote anaweza akaja kawa ni wali wake, hapana. Atakuwa ni wali kwa yule binti ambaye alikuwa amemmiliki kama mtumwa wake, kisha baadaye akaja kamwacha huru. Kwa hiyo anapewa uwali kwa ile ihsani yake kwa yule binti aliyekuwa nini? Amemwacha huru. Tamam? Inabidi lifahamike hilo, sababu mtu anaweza kufahamu kwamba huyu bwana muacha huru ni wali wa yoyote yule ambaye nini? Katika nasabu yake wale wanaorithi kwa kukusanya wamekosekana. Hapana, si hivyo. Hii sio maana yake. Maana yake ni kwamba huyu bwana muacha huru anakuwa na haki ya kumtawalia ndoa huyu binti ikiwa huyu binti alikuwa ni mtumwa wake akaja akamwacha huru. Tamam, hakadha. Kwa hiyo ikiwa bwana muacha huru amefariki na yeye, basi wale wanaomrithi huyu bwana mwenye kuacha huru kwa kukusanya kwa nini? Kwa kukusanya, basi wao ndio watakuwa ni mawali wa nani? Wa huyu binti, na utaratibu wao ni kama utaratibu ambao umetangulia hapo juu. Tamam, hakadha. Thumma mutiqul mutiqi, thumma mutiqul mutiqi, kisha muacha huru wa bwana muacha huru, muacha huru wa bwana muacha huru. Tamam. Thumma mutiqu almutiqi, kisha atakuwa ni wali pia yule muacha huru wa bwana muacha huru. Kwa maana vipi? Kuna kijana alikuwa ni mtumwa wa bwana fulani, yule bwana fulani akaja akamwacha huru yule kijana. Sawa sawa. Kisha yule kijana baada ya kuachwa huru na yeye pia akaja akamiliki binti ambaye amemmiliki ni kama mtumwa wake. Sawa. Kisha yule kijana pia naye akaja akamwacha huru, akamwacha huru yule binti. Sawa, akamwacha huru yule binti. Basi kijana huyu, sawa, ana haki ya kumwozesha yule binti ikiwa mawali wake wote wale ambao wanazingatiwa kwenye mawali hawapo. Tamam, hakadha. Ndo mutiqul mutiqi. Thumma asabatu, kisha wanaomrithi kwa kukusanya huyu nani? Huyu mutiqul mutiq. Watakuwa nini? Watakuwa mawali wa huyo binti pindi huyo mutiqul mutiq hayupo, kwa maana amefariki. Sawa? Thumma alhakimu au naibu, kisha baada ya kuwa wamekosekana hawa wote alhakim, kiongozi wa nchi ndio atakuwa wali wa huyo binti, au naibu wa kiongozi wa nchi.
Al-hakim ni kiongozi wa nchi katika ile nchi ambayo ina utawala wa Kiislamu. Sawa? Na katika hizi nchi ambazo zina utawala wa Kiislamu, al-hakim ni ule kiongozi wa Waislamu katika nchi hiyo. Mfano wake qadhi. Sawa sawa? Mfano wake nani? Qadhi ndio lazingatiwa kuwa ni al-hakim. Sawa sawa? Hakadha. Kwa hiyo ikiwa hawa wote wamekosekana, wale waliotajwa juu na mutiq na asabatu pia wamekosekana, na mutiq wal mutiq na asaba wake pia na maasaba wake pia wamekosekana, basi wali atakuwa nani? Atakuwa ni al-hakim, atakuwa ni kiongozi wa nchi ya Kiislamu au qadhi. Sawa? Au naibu wa nani? Wa kiongozi wa nchi ya Kiislamu au naibu wa qadhi. Sawa sawa? Hakadha. Kwa hiyo hao pia wanafaa kuwa ni mawali, wanafaa kuwa nini? Kuwa ni mawali. Wa ila huna antahi. Alkamalu lillahi والعصمة للأنبياء والنقص لنا. وهذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العفو منكم.